Moja kati ya story ambayo ipo kwenye mitandao ya kijamii ambayo inamhusu mwanadada mwigizaji Wema Sepetu ni story juu ya namna alivyoweza kupata mtoto, alivyoweza kupata familia, vitu kama hizo. Hapo watu wamekuwa wakijaji sana upatikanaji wake wa mimba, jinsi ulivyokuwa unaonekana umekuwa ni tofauti sana na vile ambavyo imezoeleka kwa kawaida kwa wanawake wengine, vitu kama hizo hapo. Na hii imenambari zaidi mwanadada ambaye pia ni mtu ambaye anahusiana na masuala mazima ya mitandaoni, kusanwa vitu vya watu, vitu kama hivyo, wanamuita Mange Kimambi, kuweza pia kulivalia njuga swala hilo na kusema kwamba hiyo sio mimba ya kweli, ni mimba za plastiki, vitu kama hizo hapo. So Wema Sepetu ifahamike ni kwamba haijapita hata miezi 6 alipotangaza unajua Wema Sepetu alikuwa na wanamuita Manunu, mbwa, vitu kama hizo hapo. Aliweza kufiwa na mbwa wake ambaye alikuwa anaitwa Manunu na kuweza kuonekana kwenye mitandao ya kijamii akisema kwamba amefiwa, vitu kama hizo hapo. Ndo wakaweka na msiba, vitu kama hizo hapo. So unajua tena mambo ya kistaa. Hasa kupitia tukio hilo aliweza kuonekana ikiwa hana ujauzito. Sasa baada ya miezi kadhaa ambayo hata miezi 6-7 haijapita, ameweza kujiweka hadharani na kusema kwamba amepata mtoto, amejifungua, vitu kama hizo hapo. Sasa watu wanakuwa wanajaji, wanaunganisha matukio na wanaunganisha jinsi ambavyo na muonekano wake ulivyokuwa kipindi kile na kwa sasa ambapo alitangaza kwa amepata mtoto, vinakuwa ni vitu viwili tofauti, vitu kama hizo hapo. Sasa kupitia hivyo bana, wadau wengi wanaweza kumlalamikia na kuweza kuongea kwamba yawezekana huo ni ujauzito ambao umepatikana katika njia ambazo penye si za kawaida, vile ambavyo zilivyo kawaida, vitu kama hizo hapo. So hatuwezi kufahamu ikiwa kama ni kweli labda ameweza kupandikiziwa au aliweza kumtoa wapi mtoto, vitu kama hizo. Sasa watu wanajaji, wanasema kwamba ikiwa kama sio mimba yake akamtoa wapi mtoto, swali kitu kama hicho bana. Na huu ndio muonekano aliokuwa anaonekana mwanadada Wema Sepetu, imekuwa hivyo. Na watu wengi wakafika mbali wakasema kwamba ikiwa ni kweli huyu alikuwa na mimba, basi angelikuwa ni mtu wa kuionyesha kabisa hadharani, lakini ni mtu ambaye alikuwa anaonyesha upande, vitu kama hizo hapo bana. Hizi ni update za Spyro Media. Ukiwa unahitaji kupata update zaidi kila siku, tafadhali subscribe usio unakosa vitu kama hizo hapo. Kwa unapata info kama hizi hapa kwenye kipaza. Huyu hapa ni Safari Mateo, vitu kama hizo hapo bana. Chao, tukutane katika makala mengine. Wewe unaonaje, ile mimba ni mimba yake au alipandikiziwa au alifanya jajanya kupata mtoto, vitu kama hizo hapo bana. Tuachie comment yako bana. Hii ni Spyro Media, tafadhali subscribe usio unakosa update mbalimbali kupitia Spyro Media.